ilipojadili mwongozo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa tathmini ya miradi ya maendeleo, hii National Framework for Monitoring and Evaluation, Tume ya Taifa iliidhinisha maeneo makubwa matatu ya kimkakati ambayo yanahitaji mageuzi makubwa. Kwa yapo maeneo matatu ya kimkakati ambayo yamebainishwa na kuidhinishwa kwamba haya yanahitaji msukumo wa kipekee kwa maana ya kufanya mageuzi, kwa sababu ndio itakuwa msingi wa mambo mengine yote. Na katika hiyo mikakati mitatu kama nitakavyoeleza, ina jumla ya viashiria vya upimaji kwa maana key performance indicators 142 na nitagawanya kwenye sekta mbalimbali. Maeneo haya na idadi yake viashiria kama ifuatavyo. Kwanza, eneo la kwanza, mageuzi katika mifumo ya utawala na utumishi wa umma, yani governance and civil service reforms. Kwa hiyo yanaenda kufanyika mageuzi hayo, namna tunavyojitawala, governance structures, civil service yetu itakuwaje. These are very big reforms ambazo lazima zifanyike katika kusukuma utekelezaji wa dira. Kama unavyokumbuka kule kwenye dira inaitwa foundation kwa maana ya msingi mkuu, kwamba mambo ya governance, peace, security, stability, it is the foundation, ndo msingi mkuu wa dira. Ukitikisa msingi huu, hata mambo mengine hayawezi kutokea. Sasa ili litokee hilo, tumejipa mifumo na mageuzi ya kufanyika katika eneo hilo. Hilo eneo peke yake lina viashiria vya upimaji 13. Eneo la pili la kimageuzi ni mageuzi katika uwekezaji na uzalishaji, structural transformation for investment, infusion and productivity. Moja ya changamoto yetu ni tija ndogo katika uzalishaji. Katika kila nyanja, ukigusa kilimo, tija ipo chini. Ukigusa uzalishaji viwandani, tija ipo chini. Kuna viwanda kwetu hapa vinazalisha kwa miezi 3 mpaka 4 vimestop kwa sababu havina raw materials. Lakini vile vile tunazungumzia tija katika utendaji, human resource, kwamba mfanyakazi anatakiwa aende kazini masaa 8. Anafanya kazi masaa 8 kweli? Anapokaa masaa 8 ofisini, amefanya nini huko? Productive yake ikoje? Katika hayo masaa 8, mangapi anaangalia WhatsApp, anachat kwenye Facebook, kwenye Instagram? Mangapi anakunywa chai? Masaa mangapi anapiga story? Na masaa mangapi anaweka kweli kwenye kazi? We want to do reforms in these areas ili kuensure kwamba 80 hours are productive katika maeneo ya kazi. Hili ni eneo ambalo linaenda kuwekewa mkazo mkubwa sana katika kila sekta. Lina viashiria vya upimaji 53 ambavyo tume ya mipango imevipitisha. Eneo la tatu ni mageuzi katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na mazingira, social economic outcomes. Hapa tunazungumzia mageuzi makubwa katika utoaji wa huduma, iwe ni afya, iwe ni elimu, iwe ni maji, lakini pia utunzaji wa mazingira. Kwa maana kwamba sisi leo tupo hapa, wote tutapita, lakini hii nchi ijulikanayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo. Kwa lazima sisi tufaidi, lakini pia tufaidi katika hali ambayo hatuharibu vizazi vijavyo kuja kufaidi, kwa sababu nchi hii haiongezeki, sisi tunaongezeka. Kwa lazima tuitunze, ikae vizuri, ili vizazi na vizazi viendelee kufaidika katika nchi hii. Hili ni neno ambalo tumelipa msukumo mkubwa. Lakini kwenye msukumo wetu wa kiuchumi, tunasema maendeleo yote ya kiuchumi lazima yahusishe ustawi wa watu, na hilo ni eneo tumeliwekea mkazo, kwa sababu tathmini ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania katika miaka 20 iliyopita unaonyesha kwamba uchumi kitakwimu ulikuwa vizuri sana katika miaka yote hiyo, lakini ukuaji huu kasi yake haikuendana na kasi, moja, ya kupunguza umaskini, pili, ya kuzalisha ajira za kutosha. Tunataka katika utekelezaji wa mipango yetu ya sasa, maendeleo ya ukuaji wa uchumi yaendane na kiwango cha kupunguza umaskini na kuzalisha ajira katika nchi yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Kwa hayo ni maeneo matatu ambayo yatapewa msukumo wa kipekee katika swala la kusimamia utekelezaji wa dira.